Tumbele kutoka Yose Habari TV wa kunitaga mavati kwa yeye hapa ni Yose Habari TV, usahau kusubscribe na kushare na comment. Tutakuwa tumefanya nyama sana. Leo tuko na Follow Bugatti katika ile sherehe ya tuzo feki. Mambo ni aje? Sana. Shwari. Mambo hapo good kabisa. Mimi nakupiga maswali ya kinafiki hapa mpaka uchanganyikiwe. Tuishi humo. Haya bwana. Hivi kwa nini jina lako limekuwa kwenye wale watu ambao wako upande wa kushoto? Kushoto kiana gani? Haujaeleweka. Unataka swali za kinafiki ambazo zina point ndani yake. Ndio nakwambiaje? Yeah. Jina lako lipo upande wa kushoto kwa sababu majina mengi yalikuwa upande wa kushoto, ila jina moja limepigiwa mstari afu lipo upande wa kulia ambalo ndo la Mr. Wiz Gang. Kwa sababu hii sherehe sio ya kwangu. Hii sherehe sio ya kwangu, kwa hiyo sherehe mimi nimealikwa tu kama msanii mwingine nije. Nafasi ya burudani ikitokea niwaburudishe, isipotokea basi nirudi home. Kwa mimi ni msanii tu, nimekuja kama msanii wengine. Nimekuja kuburudisha tu. Nimekuja kuzoom tu, nikipewa nafasi ya kuburudisha nitaburudisha. Umekuja kuzoom. Kwa hiyo kwa sasa hivi kama muda wa kuburudisha kutokea unafanya. Nikipewa nafasi niburudishe na burudisha. Au sio bwana? Hivi tuzungumzie kulingana na mwaka jana na mwaka huu. Umejipangaje? Utofauti wa mwaka jana, changamoto ambazo umekutana nazo, na mwaka huu ambazo utaepuka zile changamoto na utafanya better zaidi ya mwaka jana? Mimi na imani sasa hivi mwaka ambao tupoemo, mwaka ambao nitafanya vizuri kwa sababu nimejiandaa vikali. Kwa sababu hata mwaka jana nilifanya vizuri kiasi kwamba kazi ambazo nilizifanya mwaka jana ndio naweza nikarusha nazo watu hapa na wakaelewa. Kwa hiyo muda wote najiandaa na muda wote nafanya vikubwa. Kwa nadhani mwaka huu nitafanya vitu vikubwa na utaelewa tu. Baadhi ya mashabiki zako walitegemea labda wataiona sanamu yako ambao ulikuwa umeipanga mwaka jana, hususan mwishoni mwa mwaka, ila imetokea viral sana, haijaonekana kwenye media kama ulivyokuwa unatangaza utaonyesha sanamu yako. Fresh, unachosema ni kweli. Unajua sanamu nadhani umeona sehemu tofauti tofauti, umeona katika manchi tofauti tofauti jinsi watu walivyoposti. Kwa mazingira kujenga huko kwetu ndio bado, lakini mazingira kitokea tukipewa nafasi tutajenga. Kwa hiyo mimi na uaga nafanya kitu ambacho najua na uhakika nacho. Comment zimesema ile pale ni AI ambao sanamu umezitangaza kwenye status zako baadhi ambazo ni za Facebook na WhatsApp. Yaani ile ambayo nilipewa na watu mashabiki zangu tu walinipa bro, angalia 1 2 3, nikaona acha niweke watu waone washabiki zangu wanavyonipenda, wanaandalia mazingira. Ndio kitu nilichokifanya hicho. Follow Bugatti for now asipoonekana sehemu yoyote, ila kuna kitu gani ambacho kinaweza kaonekana wakajua kwamba huyu ni Follow Bugatti hata kama jina lako halijaonekana wala mwimbo wako wote wala kitu chako chochote ambacho kinaweza kikakutag jina? Yaani Sam tu akifika hapa, Sam akifanya chochote kile ni kama mimi ndo nimeonekana tu, kwa sababu Sam ni mtu wangu ambao sasa hivi niko naye tena mkono wangu wa kulia. Kwa ni palipo Sam, kwa ni kama mimi nipo tu. Tumezoea kuona ukiwa maeneo kama haya ya viral sana ambayo kuna watu baadhi ambao wako wengi sana, tunakuona na Mr. Giant. Mbona hatujamuona leo? Okay, Giant hakuja kwa sababu Giant sasa hivi alioa. Na hivyo kwa maandalizi kwa ajili ya masuala ya ndoa. Kwa hiyo mimi nikamwona nije mwenyewe, unajua nimwachie muda kwanza na yeye. Kwa ndo maana nimekuja mwenyewe na msanii wangu basi tu. Baadhi ya watu wengi wanasema Giant ni chawa wako na sio bodyguard wako. Umemchukua kama bodyguard lakini ni chawa kwa sababu anavyoongea kwenye media ni kama chawa. Hapana, yule ni mtu ambaye anajua cha kuongea na anajiamini. Kwa hiyo Giant katika watu ambao anajiamini, Giant yupo sana. Kwa hiyo ukiona anaongea kitu nyinyi mtafikiria kama anaongea vile labda ni uchawa, ila sio hivyo. Ile ni talent ambayo uko nayo. Kwa mtu ambaye anajua kuongea hawezi kosa kuongea. Au sio? Muongeaji lazima aongee. Wanakuambia mwaka wa roho mbaya ni mwaka ambao wachawi wanabeti sasa hivi. Wewe mwaka wa roho mbaya huu hapa 2026 ni kitu gani ambacho ukiona kama kimekuchanganya kwenye akili yako? 2026 tu naona tu ni fresh kwa sababu nimeanza nao vizuri tu, nahisi tu familia yangu yote nzima, sina shida sana kihivyo. Ndio maana najikuta niko nao vizuri. Tupe neno moja kwa watazamaji wako ambao wanakutazama sasa hivi pamoja na mashabiki zako ambao wamezidi kufuatilia kwenye miaka 10 iliyopita kwenye muziki wako mpaka sasa hivi. Mimi kwanza nitawaambia mimi ndio Follow Bugatti. Nataka nipate support yao kufuatana na swala brigade wangu ambao ameoa. Ambao Giant ambao ameoa, kwa hiyo gisa alivyooa, kwa hiyo natakiwa wamsupport. Isitoshe tu Sam naye changamoto yake account YouTube imetokea, YouTube yake ilipata matatizo, kwa hiyo amefungua account mpya, kwa naomba support kwa swala hilo pia. Wewe umetembea perfume leo? Wewe umetembea perfume? Hii hapa ni special kwa ajili ya mazingira ya joto hii. Au sio? Unajua hii hapa inaweka kwenye kwapa huko. Na mimi na mazingira ya joto tu. Au sio? Bwana sana atakiwa ni stop. Follow Bugatti ametembea perfume, anakuambia mazingira ya joto bwana. Ngoja tuwaonyeshe watu waliopo kwenye media. Okay bwana, ulikuwa na kipindi chote mavati kwa yeye, usahau kusubscribe, kushare na comment Yose Habari TV. Tutakuwa tumefanya nyama sana. Tutamtafuta kwa nafasi nyingine labda tukipata muda uliotosheleza sana. Tutaongea naye
mengi zaidi, mengi na mengi, ila la kuahidi ni hapa soon tutamtafuta, kwa sababu tumeona studio ameandaa goma jipya. Ile goma linaitwaje? Ngoma ambayo naposti siku hizi inaitwa Tambe Tambe. Tambe Tambe. Bwana, imefunika sanamu. Utasikia tu kwa maandalizi ni makubwa, kwa muda sio mrefu tu tutatupia channel TikTok na tutaruka. Haya bwana. Tuko pamoja bwana. Hamna shida kiongozi wangu. Okay, ciao. Haya.